Oye. Oye. Mashabiki oye. Oye. Mpira oye. Oye. Naomba nitumie nafasi hii kuwapongeza sana. Leo hii nimetembelewa na viongozi wa Umoja wa Mashabiki Tanzania. Nitumie nafasi hii kwa niaba ya serikali niwapongezeni sana. Mmefanya jambo kubwa kwa kuanzisha umoja huu. Sijawahi kuona toka na mimi niwe mshabiki wa mpira. Ni kwa mara ya kwanza. Nitumie nafasi hii kuwapongeza. Lakini niwapongezeni sana kwa dhamira yenu ya kuhakikisha mnaitangaza Tanzania, mnatangaza dhamira ya kuwa na AFCON Tanzania. Hiyo na kila sababu ya kuwapongeza. Niwahakikishieni kwa yale ambayo mnakusudia kuyafanya, sisi kama serikali tutasaidia kuwaunga mkono ili mtimize yale malengo yenu ya kuendelea kuwatangaza mashabiki wote Tanzania. Hongereni sana. Mwambie sasa hivi Lina Ganda. Furaha inatokana na nini? Furaha inatokana na kwamba tunashinda. We won and ushindi wetu ni ushindi, unakuwa ushindi mzito. We are not kupepesa macho. We are just doing things which are great. That's why you see always we are happy. For the time being utaona tunatembea, tunafanya hivi tu barabarani. Ni mashabiki pekee ambao kila muda mnacheka. Ndio. Sasa hizi kuna namna kama mnawavuta Azam muungane, kuna mtu mnamundia tume this time. Kuna mtu hapa tunamtengenezea turbo ya kutosha. Wewe waache wajichanganye. Hii ni mashabiki dabi nao. We are going to play mashabiki dabi and we are going to show them sisi Yanga sio kwamba kwa wachezaji tu is which we are good, but even as we supporters we can do something. I'm telling you, mimi wakikosa kukiwasha kule uwanjani, mimi nitaenda kukiwasha mwenyewe. Nacheza namba 10 nzuri, namba 10. Pakome mtupu. Pakome mtupu. Anakipiga. Hapa uchawi bleach. Anakipiga huyu. Hiyo mechi hiyo tutachanganya watoto wa kike na wa kiume umo. Unazima ngapi? Mimi pale na kizima namba 6. Aucho. Baba hii nakata pale umeme, alafu nasikia fuadi wao nani Mzalamu. Mama na ile tumbo. Mama. Mimi nakwambia kwanza ni kama mnafika pabaya. Mnataka kwa kina Pakome wakiwashe. JB64 uko naye mmoja mumpiga. Unajua kitu kinachosababisha mashabiki wabaki kuwa na jeuri. Sisi tunataka tukipiga huku, tunawapiga na wao, tunawapiga mpaka kuna mishono ya viongozi kama ile pale. Fumba macho Mangungu apite. Alipita mlango gani? The door it is not known even which Mangungu passed through. So we are going to kick them upside and down. They are going to pass through pros and cons. Mangungu is an invisible man. Is an invisible. You won't see whether it is raining or whether it is sun. You can't touch him. Sasa muache. Untouchable. Sio untouchable, mbona unamproud vipi wewe? Au kuna namna amekuwa? Alafu Yanga kuna wasomi. Tumechogundua Yanga kuna wasomi, Yanga kuna wasanii, Yanga yani kuna kila aina ipo Yanga, lakini sehemu tofauti hapo wanakosa kile kitu hiki kimoja. Kuwa na umoja, hata wanachama hawana, ndio shida. Utapataje wasomi kama umoja wanachama una? Kila mmoja ana la kwake. Mkisema hatuchezi kweli. Tunataka mechi bure ni bure kweli, tunataka supu ni supu. Hujasikia kuna watu wanakuambia kuna nini? Yanga 100 Dar-es-Salaam. Al-Albadi. Ile supu. Let me tell you, ushawahi kumoja shabiki gani wa Simba and he can be flowing English fluent like as I'm doing here. Hayupo mwanangu. Go and do your calculations. Go and do your JB64. You can speak a good English. No, it's just pepesering. I'm the one It's just pepesering. I'm the one who can consistently speak from like 100 words or like 2 hours consistently without losing my mind, without losing my words in English. Me, the only one. Lina is one. Muaya. So you want to say JB64 he speak a broken English? He's speaking a broken English, my dear.
There is no consistency. Go and just say, I'm telling you, go and do a ultrasound. Go and do a ultrasound, a little ultrasound. For just simple 2 hours to see if we will just go fluently as I'm doing here. Engineer Harris jana nimeona kuna watu wanawatetea kwa siri. Kuna mwenyekiti mjumbe wa FIFA nimeona jana kuna vitu kavitoa kule. Hii inabidi uweke wazi kwamba ijulikane hata samani zinapokuja za vilabu zijulikane kabisa klabu fulani na samani hii kweli naongea ukweli. Sasa angalia vitendo vya aibu mpaka mikutano tunafanya vile fumba macho fulani apite ndio mkutano umeahirishwa alafu watu wanabaki wanagombana kwenye chumba cha mikutano. Ile ni mikutano au niseme kitchen party kile cha kina mama. Kile kilikuwa kitchen party kile cha kina Mangungu, kile kitchen party. Mikutano ndo kama ile inaendeshwa. Mikutano inaendeshwa kulingana na wajibu wa mwenyekiti, katibu na jumbe wao kifupi. Na kunakuwa na protocol za mikutano kwamba ataongea fulani, ataongea tawi fulani, ataongea tawi fulani. Kwa sababu hawana tawi, hawana umoja wa matawi, wanabaki wanakuambia kila mmoja aongee. Sasa kuruhusu kila mmoja aongee na kuwa kama kundi la wauni au kundi la walevi. Walokutana ile siku na ule mkutano ilikuwa kundi la wauni walevi. Ndio maana baadhi ya mambo wakana ongea ili mradi tu elewani, mara mmoja anataka kumshika, mwingine anamwambia bwana imeisha hii. Bwana fumbeni macho mtu apite. Mimi nakwambiaje? Tegemeeni. Simba madunduka walikuwa wamemisi kunywa supu sio alibadili. Wakienda wazi wakiongea kwamba sisi tumemisi supu, watakuwa wamejikosea. Kiumbe kinajitafuna chenyewe na kiumbe kinachojitafuna chenyewe hicho katika vitabu vya dini. Kiumbe ambacho kinachojitafuna chenyewe ni haramu. Kiumbe ambacho kinajitafuna chenyewe au kinamla mwenzake ni haramu. Na ukikipata hicho kiumbe sitaki kukitaja. Anything about the president? Anything about president is the one and only, the best president I have ever seen. Ni kiongozi bora I have never seen because he's just using IQ. Sio kwamba like utampelekea mic or like utamwoji atabwabwaja. He just think before he gives his thoughts in front. What we can say, my dear kaka? To support ili group letu la Tanzania influencers, football influencers. Twende tukakiwashe mashabiki tukawaonyeshe wa Simba kwamba we can do something. We can just perpetuate. When you give us opposite side, we can oppose you very well. When you give us proposer side, we can propose you very well. Let's concentrate with the match and shout out to engineers. Hatuna kiongozi zaidi ya engineer hapa.